matokeo kwenye maisha yako. Kwa bila Yesu hakuna matokeo, lakini kukiweko na Yesu kunayo matokeo. Kwa saa hii ambayo tuko mtandaoni, Facebook, na tuko na mtandaoni kwa njia ya Facebook, Mungu anaweza akaleta matokeo juu yako. Nataka niombe na nipate muda mwingi wa kuomba na wewe, wakati ambao natamani Mungu aweze kuonesha mambo makubwa juu yako. Shida ni kwamba Mungu kabla hajaimaliza dunia anasema, naye Roho wa Bwana akatolea juu ya maji, akasema iwe nuru, ikawe nuru. Ni nini kinasababisha paka imekuwa nuru? Ni kwa sababu tayari mfalme Mungu ameshuka kwa ajili ya kuachilia nuru juu ya watu. Kwa nuru iliachiliwa kwa Yesu ni kwa sababu Yesu alikuwa tayari ameshaachilia nguvu, upako na neema ya ajabu. Kwa radio hii ambayo unaiona, unaweza kutuona tuko live hapo Facebook na ukatufuatilia kwa njia ya YouTube. Kwa endelea kuifuatilia hata kwa njia ya Google. Kwa Mungu ataachilia matokeo kwenye maisha yako. Na nguvu za Mungu zinapoachilia, nguvu za Mungu zinavyoshuka juu yako, maana yake kunayo mtu aliyetea giza. Maana yake Gideon alikuwa na saga ngano. Bwana akamwambia, ondoka shujaa, maana wewe sio msaga ngano, kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Kwa hiyo Gideon alipoamka, Mungu akampa maelekezo ya kuchukua mwanambuzi. Alipotoa sadaka ya yule mwanambuzi, alimpa hatua mpya, ambayo ile hatua mpya ya Gideon kumpa mwanambuzi. Yule mwanambuzi alipotoa, malaika alimpa maelekezo, na yale maelekezo yalileta matokeo kwa Gideon. Na yale matokeo yalileta matokeo kwa Gideon. Na ndipo Gideon alipomuona Bwana, alipomuona Bwana, alipomuona Bwana, alipomuona Bwana, alipomuona Bwana, alipomuona Bwana, Gideon akawa amemuona Bwana. Kwa ninasubiria Mungu akuletee matokeo makubwa, matokeo ambayo sio ya kawaida, matokeo ambayo yataleta uweza wa Bwana. Kwa sababu Gideon alipoambiwa na Mungu juu ya kutoka kwenye ile shida yake, alichukulia kwa uzito na usio wa kawaida, na ndipo matokeo yakatokea kwa Gideon. Nataka nikwambie ndugu ambaye unafuatilia Radio Tunduma, inawezekana kuna watu wamekutia giza, kuna watu wametamka maneno magumu, kuna watu wamesema habari mbaya kwenye maisha yako, wewe umeshaanza kuwa giza. Lakini nataka niseme asubuhi ya leo, kunayo nguvu ya nuru. Kwa mwezi huu wa kwanza ambao ni mwezi huu, ndio ule mwezi nilikuwa nakwambia tunapovuka mwaka, wewe ni nuru. Kwa hiyo huu mwaka ni mwaka wa wewe kuwa nuru. Kuna mambo ambayo watu ambayo hawajawahi kuyaona watayaona, na mimi nimeona kabisa ni mwaka wangu ambao watu watashuhudia viwete wanatembea, na vipofu wanaona tena, na wafu wanafuka tena, matasa wanazaa tena, wagonjwa mbalimbali watakwenda kufunguliwa katika mwaka huu ambao Mungu ametupa neema ambayo sio ya kawaida, ambayo nitatembea nayo mwaka huu, na watu wengi watakwenda kufunguliwa kusiko kawaida, maana Mungu ameamua kukaa juu yangu na kunitia nuru, na hiyo nuru itakwenda kung'aa na mtu yoyote ambaye nitakutana naye kuanzia mwaka huu. Haijalishi kunalo giza, maana Yesu alipokutana na watu waliona giza, nuru ziliwaka juu yao. Na ndio maana wakati amekutana na Bartolomayo sura ya 46, Bartolomayo akasema, Yesu ninaomba unirehemu. Baada ya Bartolomayo kusema Yesu ninaomba unirehemu, yale majira yale ambayo Bartolomayo alikuwa na ziki kuu, Mungu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Maana yake akasema, nataka